السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Hapa tunakwenda katika kipindi chetu cha 40 an-Nawawi, kipindi cha 49. Tunakwenda katika hadithi ya 32, samahani. Tunakwenda katika hadithi ya 32 katika 40 an-Nawawi. Katika hadithi ya 32 tutakwenda kuyakuta yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametuelekeza kwa leo, na ndipo tutakapokuwa tumeishia kwa siku ya leo. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Sharaf an-Nawawi, mwanachuoni huyu amezaliwa mwaka 631 Hijiria na amefariki mwaka 676 Hijiria rahimahullah. Bwana mkubwa huyu amekufa bado mdogo sana, amekufa kwenye miaka ya 45 46, bado mdogo sana, lakini kazi aliyoifanya bwana mkubwa huyu mimi binafsi yangu sintoifikia wala kuisogelea. Ameshughulika sana, umri wake ameutumia vizuri sana kuitumikia dunia, na ni kijana aliyelelewa na mama yake, kwa sababu baba alifariki mapema akawa ni yatima, lakini mama yake Nawawi alijitambua sana mama huyu, akamsimamia mwanae kumpeleka madrasa kusoma Qur'an mpaka kimetoka kidume cha dunia. Huwezi kupita misikiti mitano kama kitabu cha Imamu Nawawi hakijasomwa. Ana vitabu vingi sana ametunga bwana mkubwa huyu rahimahullah, rahimahullah. Sasa anasema alhadithu thani wa 30, hadithi ya 32. Hadithi tuliyotoka nayo hapa ilikuwa ni hadithi ya 31. Tunakwenda hadithi ya 32. Qala an-Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la darara wa la dirar. Qala at-Tirmidhi rahimahullah hadithun hasanun. ورواه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في صحيح الجامع. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la darara, la darara, hakuna kujidhuru katika mwili au katika mali, wala dirar, au kuwadhuru watu katika mwili au kudhuru mali zao. Warawahu al-Imam Malik rahimahullah aidan. Sasa anasema Amr ibn Yahya vile vile akaongeza an abi fa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asema, mtume aliposema la darara, nini maana la darara? Sheikh Uthaymeen akasema ad-dararu ma'rufun, madhara yanajulikana. Wad-dararu yakunu fil badan, madhara yanaweza kuwa katika mwili. Wa yakunu fil mal, madhara yanaweza kuwa katika mali.
wayakunu fil aulad, madhara yanaweza kuwa katika kwa watoto, wayakunu fil mawashi, madhara yanaweza kuwa vile vile katika mifugo, wa ghairuha, madhara yanaweza kuwa katika vitu vingine. Hayo yanaitwa madhara, ad-dararu. Akasema wala dirara, wala dirara, wala hakuna kudhuriana. Akasema mudhara. Sheikh Uthaymeen akasema wal farqu baina ad-darari wad-dirara, tofauti iliyopo kati maneno mawili haya, ad-darar na dirar. Akasema anna ad-darara, hakika ya madhara, yahsulu biduni qasdin, yanaweza yakamtokea mtu pasina kukusudia yeye akatokewa na madhara. Allah atuhifadhi sote. Yani mtu bila madhara yoyote, yani bila sababu yoyote anatokewa na madhara. Akasema wal mudaratu biqasdi, lakini mudara yani kudhuriana biqasdi inatokea kwa makusudi. Walihadha jaat bisighati almufaala. Chukua mfano, madhara yanamtokea mtu pasina kukusudia, lakini mudhara yanamtokea mtu kwa makusudi. Chukua mfano, unavuta sigara, unajidhuru mwenyewe, ni makusudi, na unamdhuru aliyoko jirani yako. Unavuta bangi aka oxygen, unapiga shisha, unavuta Viper, sijui Viper hiyo, sawa, sijui unavuta madude gani, gongo. Sasa unajidhuru mwenyewe, lakini kuna wale ambao unawadhuru kwa sababu umefanya kitu. La darara. Chukua mfano nyewe bodaboda. Nitaomba bodaboda mniangalie vizuri kupitia Kishki TV, na vile vile na rafiki zangu nyewe bodaboda. Kuna madude ambayo mmeyafunga katika exhaust, yananunuliwa katika maduka ya vifaa vya magari. Mmeyafunga nyinyi, lengo yani bodaboda inapita hapa inalia kama bastola, kama bunduki. Bodaboda popote pale mlipo, kama ni huko Kenya kwa ndugu zangu tuktuk, mnawadhuru watu. Kuna watu wana maradhi ya nafsi, inafatuka kama bunduki, inafatuka kama bastola, nyingine inakuwa kama mzinga. Wengine wananunua honi ambazo ni kero kwa watu. Hebu acheni hizo, mnawadhuru watu. Yani kwanza, yani unawadhuru watu kwa makusudi, kwa raha zako wewe. Na ndiyo maana nyinyi bodaboda mnafanya hizo kazi, mnakosa baraka. Kuna watu wanaoombea dua mbaya. Weka exhaust ya kawaida tu na honi ya kawaida. Ya nini mpaka unaweka kitu kinaripuka kama bastola, kama bunduki? Bodaboda wewe. Manake boda mpaka kwa mpaka inakuwaje? Tuk yani unalia tuk, alafu kuna tuk, mwisho itakwenda TikTok. Haifai namna hii, ni haramu. Mnawadhuru watu. Nyi wapiga fegi mpaka msikitini, wapiga fegi mpaka chooni. Mtu yuko chooni anashusha bonge la mzigo na huko anapiga fegi. Unamdhuru mwenzako huku choo cha pili, kwa sababu harufu mbaya chooni ya kinyesi jumlisha harufu mbaya ya sigara, yani ni sumu. Yani ile sumu unakwenda kuitilia nyongeza nyingine tena. La haula wala quwwata illa billah. Nyinyi mnaovuta sigara wote, tukiwemo hata baadhi ya waadhini misikitini na baadhi ya sisi mashekhi wengine wanavuta sigara. Sigara ni haramu. Ondoweni kauli inayosema sigara ni makruhu. Hapana, wenyewe watengeneza fegi wameandika warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Na wameandika kwa maandishi ya Kiingereza na Kiswahili. Vipi? Tangu lini? Hivi ukisimama chini ya transformer, na transformer pale TANESCO wameandika danger, hatari. Alafu kusimama chini ya danger wanasema hii ni karaha. Asalala. Sio karaha, ile ni haramu. Uko chini ya transformer, halafu una chat na simu. Na simu ina mionzi. Inawezekana ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Inaweza mionzi hii ya simu inaweza kaenda kwenye transformer ikaleta hatari. Lakini haya nayazungumza
Ningelikuwa daktari, mngeniamini nimekuwa daktari, nimevaa na lile joho jeupe na nimevaa tai hapa, nasema daktari kasema. Lakini haya nazungumza mimi shekhe kwa sababu na rafiki zangu madaktari mimi. Sawa? Katika watu ambao ni muhimu sana kuwa nao madaktari. Unakuwa na rafiki daktari, unakuwa na rafiki mwalimu, unakuwa na rafiki shekhe, unakuwa na rafiki polisi. Ni muhimu sana, na unakuwa na rafiki na watoto wa mjini. Sawa? Sasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu nyie bodaboda niwaeleze, sababu baadhi yenu wengine huwa tunakutana na waambia kuna video sitaki kuvitaja. Sawa? Hebu acheni hizo. Weka nini ya kawaida tu. Inapita bodaboda unasikia ti. Wengine unasikia pa. Mnawaumiza watu. Kuna wagonjwa wanaumwa. Mnapita karibu na dispensary, mnapita karibu na hospitali kuu. Yani yule mgonjwa yupo pale kwenye foleni anamsubiri daktari, ana tatizo, wewe unamstua kwa kitu. Mungu hawezi kuacha salama. Hiyo nakwambieni. Kama hamiamini, subirini hayo yatakayokuwa yanawakuta barabarani. Yatakayokuwa yanawakuta barabarani. La darara wala dirar. Bodaboda umempakia abiria, unapita pahala ambapo ni hatari kwa maisha yako na kwa maisha ya abiria wako. Mnafika pahala mnagongwa, mnakwenda chini, mnakanyagwa na gari, mnafanywa na nini. Na bodaboda mna tabia moja, ngoja niwapige za uso rafiki yangu. Tena uso wenyewe mmetoka theater. Bodaboda mna tabia moja nyinyi, mkiharibu side mirror za watu, mkichubua watu mnakimbia. Lakini nyinyi mkiguswa kidogo, basi bodaboda wote hata wa Morogoro watakuja Dar es Salaam, na wa Kigoma watakuja huku. Bodaboda tabia mbaya hiyo. Nyinyi mkiguswa kero, lakini nyinyi mkiharibu mali za watu mnakimbia. Hiyo nawapa ukweli bodaboda. Kwani unadhani mimi nakashaba? Mimi nakatauni. Na wengine kwenye video mnanijua, mtaona hii nawapa yani nawapiga za uso bodaboda. Bodaboda. Alafu wengine walevi bodaboda, mnapiga bangi bodaboda. Wengine gongo, alafu mnazeeka mapema bodaboda. Gongo jumlisha bangi jumlisha na zina, utakuwa kibabu tu. A'udhu billah. Sasa Mtume akasema la dharara wala dhirar. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema mithalu dhalika, mfano wake, rajulun lahu jarun, kuna mtu ambaye ana jirani yake, wa indahu shajara, huyu mtu ana mti pale, yasqiha kulla yawm, ule mti wake anaumwagia maji kila siku. Wa idha bil ma'i, ghafla ile maji alikuwa anamwagia kwenye ule mti, yadkhulu ala jari, yanamwagika yanakwenda mpaka kwa jirani yake, wa yufsidu alayhi, yanamchafulia mazingira. Lakinahu lam ya'lam, hakujua kama yale maji yamekwenda kwa jirani. Fahadha tasmiyatun dararan, hii vile vile inaitwa ni madhara, ni kero. Sheikh Uthaymeen akasema mithalun akhar, mfano mwingine, rajulun bainahu wa baina jari su'u tafahum, kuna mtu kati ya yeye na jirani yake hawaelewani. Faqala, mmoja akamwambia mwenzake, la af'alanna bihi ma yadurruhu, nitakuja kumfanyia kitu huyu kitakachomkera. Farakaba, Sheikh Uthaymeen amelitumia neno la Kiarabu, farakaba mauturan lahu sautun ka sauti darktir inda jidari, akaunganisha kitu ambacho kinakuwa pale kwenye ukuta wake, kinapiga sauti inda jidari jari. Tena ile mashine aliyoweka pale inapiga upande wa jirani yake. Wa qasduhu, lengo la huyu kuweka ile mashine, al-idraru bijarihi, ni kumkera jirani yake. Fahadha naqulu mudar, tunasema haya ni madhara, unamdhuru mwenzio. Wal madar, akasema na madar, la yarfa dararuhu illa idha tabayyana lahu bal huwa qasiduhu, wa amma ad-dararu fa innahu idha tabayyana liman waqa'a minhu ad-dararu rafa'ahu. Akasema sasa hapa ndugu zangu, akasema wa hadha alhadith aslun adhim fi abwab kathira fi almuamala, hii hadithi vile vile ni sehemu ambayo inampeleka mtu katika mambo ya biashara, kalbai' wa shira, kama kuuza na kununua, warahn, na kuweka mambo rehani, wakadhalika fil ankiha, pia vile vile katika mambo ya ndoa, yudaru rajul zawjatahu au hiya tudaru yani
mke na mume wanaleteana madhara. Pia vile vile katika mambo ya usia. Sasa haya ni mambo ambayo inabidi tuyakumbuke tuweze kuyaepuka. Ndugu zangu katika imani, hii hadithi inatupa mifano mingi sana ya kuweza kupata mazingatio. Tusimame hapa kwa ajili ya mapumziko. Mfano mwingine Sheikh Uthaymeen akautoa kuhusu hadithi kwamba hakuna kujidhuru wala kuwadhuru wenzako au kuwasababishia madhara. Sheikh Uthaymeen akasema min dhalika mathalan, mfano mwingine akasema kanu fil jahiliya, ilikuwa wakati wa jahiliya, yutalliqu ar-rajulu al-mar'a. Wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu, kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam hajateremshwa Qur'an, sawa, ilikuwa mtu anampa talaka mkewe. Fa idha sharafat inqidaa al-idda, anapoona kwamba muda wa ile eda umekwisha, rajaha, anamrejea mkewe. Sikilize vizuri wanandoa, sikilize vizuri sana wanandoa. Yani kabla ya Uislamu ilikuwa mtu anakorofishana na mkewe, anamuacha. Akishamuacha anaona muda wa kutaka kujitoa katika ile eda unakaribia, anamrejea. Kwa nini anamrejea? Thumma talaqa, akishamrejea kisha anampa talaka mara ya pili. Fa idha sharafat inqida'u al-idda raja'a, inapokaribia muda wa kumalizika ile eda anamrejea tena. Thumma talaqaha thalitha wa rabi'a, anampa talaka mara tatu mara nne. Hiyo kabla ya Uislamu. Liqasdi al-idrar, ni kutaka kudhalilisha yule mwanamke. Farafa Allahu ta'ala dhalika ila haddi thalatha, Mwenyezi Mungu akaondoa kero hiyo kwamba talaka ni tatu. Talaka ni tatu. Na wanaume wenzangu tuna tabia, unatoa talaka ama hutoi talaka, unamwambia nenda kwenu, unakorofishana, humpi mwisho anakuambia nipe talaka basi, mimi sijui kutoa talaka, mimi najua kuoa watu, basi mrejee. Simrejei. Lengo lake nini? Anamkomoa yule mwanamke na anakuwa na watoto, anamkomoa yule mwanamke. Na wakati mwingine inawezekana mwanamke ni sababu, sawa, kwa sababu mwanamume anakuwa mkorofi, mwanamke anakuwa mwema, mwanamke anakuwa mkorofi, mwanamume anakuwa mwema. Yote yanatokea haya, sawa. Sasa Sheikh Uthaymeen akasema mithalun akhar, mfano mwingine, rajulun talaqa imra'atahu wa laha auladun minhu. Mfano mwingine, hii mifano inatoka hapa katika 40 an-Nawawi kipindi cha 49 kupitia Kishki TV. Ni mifano ambayo inatupiga sisi katika uso, wanamume ndivyo tulivyo. Anasema rajulun talaqa imra'atahu, mwanamume amempa talaka mkewe, walaha auladun minhu, amezaa naye watoto. Hadanatuhum lilummi, malezi yale watoto kwa mama. Illa idha tazawwajat, kama ataolewa, sawa, itabidi waangalie sheria za malezi zinakwendaje. Wal mar'atu turidu an tatazawwaj, lakini mwanamke muda umekwisha, eda imekwisha, anatarajia kuolewa. Walakin takhsha, anakhofia, idha tazawwajat, kama ataolewa, an ya'khudha auladahu, kwamba akiolewa na mume mwingine, huyu bana atakuja atachukua watoto bado wadogo. Fatajidhu, utamkuta yule mume wa mwanzo aliyempa yule talaka akamtelekeza, yuhaddiduha, anamtisha, anampiga mkwara, yuhaddiduha, wa yaqulu, anambia in tazawwajti akhadtu al-aulada, ukithubutu kuolewa na mume mwingine nachukua watoto wangu. Si basi talaka simeshakwisha? Si eda imeshakwisha? Unamtisha nini sasa mwanamume wewe? Ukiolewa tu nachukua watoto wangu, tayari eda imekwisha. Kwani vipi? Sasa Sheikh Uthaymeen anasema walaysa lahu raghbatun fil aulad wala yuridum, sio kwamba hawa watoto anawataka, wala basi tu
walau akhadhahum, hata kama huyu baba atawachukua wale watoto, la adhaahum, atawasumbua wale watoto. Lakin qasduhu, lengo lake nini? Almudara bilmar'a, ni kumdhuru yule mwanamke. Utanijua mimi ni nani? Talaka story, talaka story. Na kweli talaka hajatoa, bado ni mkewe. Bi alla tatazawaj, ili asije kuolewa. Fahadha la shakka annahu haramun wa udwanun alaiha. Hii hapana waswasi, wanaume wenye tabia hizi ni haram. Mwanamke humpi talaka na umeshamfukuza kwako na huna huduma naye na huna habari, miaka zaidi hata ya 6, anahofia kuolewa, watoto bado ni wadogo, na watoto wenyewe wewe kwako huwataki, lakini wewe ukiolewa utaona tu. Sasa si basi, si ameshamaliza? Kwani nini wanamume mbona mna tabia za kunguru? Sawa? Na wanaume wengine anamfuatilia mkewe yule aliyempa talaka, akienda gengeni, genge gani anapenda kununua sana. Na wanaume wengine wanafuatilia mpaka anafuatilia sokoni au duka gani anapenda kununua. Kwa nini ananunua pale? Sasa anahisi labda kuna mtu anaacha budget pale. Wewe umeshaachia mzigo na muda wa eda umekwisha, basi maji yameshamwagika, na kama yamemwagika hayazoleki. Haya, wala utazawajat, kama ile mwanamke akiolewa, wa akhadha aulada wa akhadha aulada, akachukua watoto wake, minha ma qiyamiha biwajibu alhadana. Kama ile mwanamke ameolewa na yule mume wa pili akasema, bana mimi nimekupenda na hao watoto mimi nitawalea, lakini akasema uridu an udaraha, nataka kumdhuru. Wa na'rifu annahu idha akhadhahum lam yahtam bihim rubbama yad'uhum tahta riayati darrati ummihim. Inawezekana hata akimweza kuoa hawezi kuwafanyia chochote. Sasa hapa tunapata mafundisho gani? Tunapata mafundisho kwamba Sheikh Uthaymeen akasema, wa ma dhannuka idha kana auladun darratuha tahta riayati, kwamba watoto wamedhurika chini ya usimamizi wake. Sawfa tuhmiluhum, atawapuuza. Wa sawfa tuqaddimu auladaha alaihim, atawatanguliza watoto wake kuliko mwingine. Wa sawfa tuhinuhum, na huyu mwanamke mwingine atakuja atawadhalilisha wale watoto. Walakinahu akhadhahum lilmudarra, amewachukua wale watoto kwa ajili ya kuwadhuru. Fahadha la shakka annahu min almuharrami, haya ni katika mambo ambayo ni haram. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo wanaume wenzangu tuyaache. Hii hadithi ya 32 inatugusa wanamume, baadhi yetu sisi. Mpaka leo kuna wanamume wamewatelekeza wanawake miaka. Niwaambie wanamume, mwanamke huyu bado ni mkeo, na wewe kule unakotembea na wale mashosti unazini, wewe kule mzinifu, na huyu mwanamke ni mkeo. Akijitokea akamwasi Mwenyezi Mungu, akatembea ndani ya ndoa yako wewe na akapata mtoto, yule mtoto ni wako wewe. Yule mtoto ni wako wewe. Usio kusema huyu mtoto sio wangu bwana, sio wangu. Sio wangu. Ulitoa talaka miaka zaidi ya 3, 4, 5 hujatoa talaka. Na yule mwanamke sio mcha Mungu, amezidiwa, akamwasi Mwenyezi Mungu. Kumwasi Mwenyezi Mungu hiyo ni hukumu nyingine, lakini wewe una hukumu ya kumdhalilisha mwanamke. Una hukumu ya kumdhalilisha mwanamke. Wanamume mnawadhalilisha wanawake, acheni tabia hiyo. Wanaume mna tabia kuwadhalilisha wanawake, acheni tabia za kishenzi za kijahilia, kwa sababu jahilia ni neno la Kiarabu, Kiswahili ushenzi. Huwezi ukamdhalilisha mwanamke. Mwanamke ni kiumbe mwema. Ni kiumbe ameumbwa na Allah kama ulivyoumbwa wewe mwanaume. Unamdhalilisha mwanamke, unamuweka mkeo rehani kwa sababu ya mambo ya kipuuzi ya mpira. Huu wanamume wenye tabia ya kuwaweka rehani wake zao kwenye mambo ya mipira, wanaume hawa wana tabia ya udayuthi, uhanithi. Maanake khanithi anakuwa anaweza akafanya chochote na akafanywa chochote. Huo ni udayuth, ni uhanithi.
Mimi nakwambieni ni tabia hizo. Sijakutaja jina. Kama sijakutaja jina, kula jiwe. Lakini ndio hivyo hivyo. Unaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Wallahi, sio hivi na hivi. Mwanaume mwingine anaapa mchezaji fulani namna alifunga magoli mpaka akampenda, anasema yani anatamani mwanaume yule amtie mimba. Papai hilo. Toto la kiume linatamani eti mchezaji alitie mimba. Papai hilo linaliwa hilo. Unabanduliwa wewe mshikaji. Yani unabanduliwa tu. Wewe zege tu. A'udhu billah. Unakuwa na wanamume wa namna hii katika taifa. Wanamume ambao hawana adabu. Wanaume ambao hawana adabu. Unamdhalilisha mwanamke. Unamdhalilisha mwanamke. Unamdhalilisha mwanamke. Unamweka rehani mkeo. Stara yako, shuka yako, blanketi yako, chumba chako, raha yako, mkumbatiaji wako. Unamfananisha na, yani unamuweka dhalili kuliko tishu. Kuliko tishu. Kuliko handkerchief. A'udhu billah. Wanamume nyinyi madayuth. Huu ni uhanithi. Ni tabia za kihanithi zinaanza hizo. Leteni toba. Kuna baadhi yenu ni Waislamu, lakini leteni toba. Sihitaji uje nenda kamuombe toba Mwenyezi Mungu. Sio kwenda kwa shekhe kwenda kuomba toba. Unakwenda kuomba toba kwa nani? Kwa shekhe. Shekhe mwenyewe anahitaji kuleta toba. Mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nilikosea. Mimi na wewe ya Rabbi nilikosea, nisamehe. Unamchezea mkeo, unamdhalilisha mkeo, unamnyanyapaa mkeo. Wallahi mke wangu, mimi mke wangu. Mwingine anasema wallahi mkono huu ukatwe, mkono ukatwe. Je, Mungu anakupa ajali, unapata ajali, unakatika pua wewe. Alafu unabakia pua huna na umeshapona na pua huna. Utakuwa vipi? Unasema umerogwa. Umerogwa vipi? Uliyataka mwenyewe. Uliyataka mwenyewe. Wanamume wenye tabia za namna hiyo mmekosa adabu. Hamna adabu. Mimi nawaambia hamna adabu. Tena natumia kwa kidole hiki cha mkono wa kushoto. Hamna adabu wanamume nyinyi. Nyinyi ni mafedhuli. Mnaodhalilisha wanawake. Kitendo hakikubaliki. Kwa nini unamdhalilisha mwanamke? Akijidhalilisha mwenyewe sawa, lakini huyo ni mkeo. Anaijua damu yako. Anaujua mwili wako wote unapouacha wazi chumbani. Na unamjua namna alivyo, unamdhalilisha. Yani mpaka inakuwa ni kejeli, zinafanyika comedy kwa sababu ya ubwege wako fala wewe. Astaghfirullahal azim. Watu wa Kigoma wanasema hii jamaa zwazwa. Bwana hili zwazo kweli. Hamna kitu. Unakuwa kama kabwitunge. Astaghfirullahal azim. Mwenyezi Mungu awaongoze na atuongoze sote. Nadhani hapa panatosha. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya njema. Mwenyezi Mungu atusamehe kwa madhambi yetu tuliyofanya. Mwenyezi Mungu atujalie toba zetu azikubali. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wagonjwa walioko hospitali Allah awape afya njema. Wagonjwa waliopo hospitali Allah awape afya njema. Wagonjwa waliopo majumbani Allah awape afya njema. Kuna wagonjwa ya Rabbi wanatembea barabarani. Lengo lao ni kutafuta riziki zao ya Rabbi. Wanahangaika lakini wanaumwa ya Rabbi. Allah wape afya njema. Wafungulie riziki zao. Ya Rabbi, kuna waja wako wanawake wanamume unawajua. Waislamu wanafanya khairati nyingi sana. Wanamume kwa wanawake, vijana kwa watu wazima. Wewe ndio unawajua. Mimi sihitaji kuwajua. Wewe ndio ule waumba. Allah wafungulie biashara zao. Wanyoshe kazi zao. Wape afya njema, wape vizazi vyema na wape umri mrefu hawa watu wa khairat, waendelee kufanya khairati ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Allah, tunakuomba afya katika nchi yetu. Tunakuomba amani katika nchi yetu. Tunakuomba utulivu katika nchi yetu. Ya Rabbi, tunakuomba kila ambaye ni kiongozi wa nchi katika kila kitengo nchi hii, kuanzia mheshimiwa mama rais mpaka na vitengo vyake vyote vya watu usalama, madaktari pamoja na mawaziri wake na wabunge, Allah wape afya njema, waendelee kuhudumia maisha na haki za Watanzania. Tunakuomba amani katika nchi yetu ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka
wa natubu ilaik. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Allah